kusanyiko hili, basi ni baraka kubwa tukimpokea na kusikia sauti yake akitusalimia na kutuletea salamu. Yeye si mwingine bali ni mama yetu mpendwa sana, mke wa askofu wetu mkuu. Huyu ni Mama Gladimary mtoka mbali. Yeye ni mshauri mkuu wa idara yetu ya WWK, lakini ni mama wa idara zote TAG, ndiye first lady wa TAG. Makofi kwa Bwana Yesu. Karibu sana mama. Nashukuru sana mkurugenzi kwa kunialika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninawasalimia katika jina la Bwana. Kwanza kabisa nawapa pole sana kwa kumpoteza mtu wa muhimu, familia, kanisa pamoja na Ray. Pole sana kumpoteza pacha wako. Pole sana. Tuna namna ya kukupa pole, lakini maneno ya pole ni machache Ray. Lakini Bwana akutie nguvu sana. Na nimetoka Morogoro, ndipo maliza tu ibada, nikasema siwezi kuvumilia nimuone Ray kesho. Nikaona niwahi angalau nifike hata nyumbani niweze kumuona Ray na familia na kuwapa pole. Na jambo lingine, mpenzi wangu ambaye ni baba yenu askofu mkuu amewapa pole sana. Yeye kama mnavyofahamu hawezi kuja kutokana na hali yake, lakini ya jambo na ni mzima kabisa, lakini bado hajaruhusiwa kwa kwenye kusanyiko. Ila alitamani sana sana sana, lakini inabidi atii masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli nimempoteza rafiki yangu Neema. Alikuwa ni mtu wa karibu sana kwangu na alikuwa ni rafiki yangu sana. Na najizuia kulia, maana siku mbili kabla hajafa tuliwasiliana na kaniandikia message, Gladi, nimekukumbuka. Bwana Yesu asifiwe, mnaendeleaje na baba askofu? Akaniambia nawaombea, ila naomba muimarike, msitikisike. Na Gladi uwe nakutakia amani ya Bwana daima. Kwa niliposoma ule ujumbe, kwani ananiambia daima na hajawahi kuniambia hata siku moja, nikatamani sana kumpigia, lakini nikawa nimebanwa na shughuli. Lakini kila ninaposoma ile message, Bwana awe nawe daima, nikasema Neema alikuwa ananiaga. Na mimi alijua kwamba wakati wa kuondoka kwake umefika. Kwa hiyo siku mbili tu kabla, jioni yake ndo nasikia kwamba amemaliza kazi. Kwa nililia sana, nikasema light ningempigia, lakini kila nikitaka kumpigia kuna kitu ambacho kinanizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninapokumbuka yale maneno ananiambia Gladi na askofu, muimarike, msitikisike, Bwana awe nanyi daima. Ndio maneno ya Neema ya mwisho kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba saa hizi Neema ametulia na yuko na baba, na alijua kwamba wakati wake wa kumaliza kazi umeisha. Kwa hiyo nawaomba sana ndugu, jamaa na familia, dada na ndugu na jamaa na wajukuu pamoja na washirika, najua mmempoteza mama yenu. Najua mnasikitika sana. Lakini nami nasimama na ile maneno ya Neema aliyosema ya kwamba muimarike, msitikisike. Haleluya washirika. Muimarike. Haleluya. Muendelee kumwenzi mama yenu. Kila ambacho alikuwa anakifanya, basi na ninyi mkakifanye. Na mkiamini ya kwamba iko siku mtamwona na mtakaa naye milele. Hey, pole rafiki yangu. Naomba uimarike. Nakupa yale maneno ya pacha ya kwamba uimarike, usitikisike. Bwana akutie nguvu.
Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana mwenzi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Bwana. Poleni na msiba huu mkubwa, familia ya mchungaji. Poleni na Mungu ataendelea kuwaimarisha kama ilivyo kawaida yake. Huwa anaimarisha na kutia nguvu wale ambao wanapita katika nyakati ngumu. Nimesimama mahali hapa, nimetambulishwa mchungaji Nigula, mkuu wa chuo cha ACTS, tunaita ACTS, Africa's Continental Theological Seminary, ambako mchungaji Ray Sengenge ni mwanafunzi wa doctorate, lakini pia mchungaji Florence Mbago ambaye ni dada yake naye amekuwa mwanafunzi hapo. Ni pia mchungaji Sayuni Kipunde, tumepata neema, na pia mchungaji Gideon. Wote familia wamepita pale ACTS na tunamshukuru Mungu kwa neema hiyo. Wakati ninasikiliza habari za rafiki yetu mchungaji Neema, nimekumbuka msemo ambao umekuwa sehemu ya maisha yangu sasa, wa maisha yanayozungumza. Maisha yanayozungumza. Maisha ya mtu ambaye haonekani, lakini siku habari zake zikizungumzwa ni kitabu. Ndicho ninachokiona kwa ajili ya dada yetu, mama yetu, rafiki yetu, mchungaji wetu Neema. Mimi nimepata nafasi sio ndefu sana na sijaona mara nyingi sana za kuzungumza naye, kwa sababu pia huwa nina uoga wa kuongea na viongozi wakubwa. Alikuwa ni kiongozi mkubwa wa kitaifa wa WWK. Huwa sina ujasiri sana wa kuwasogelea kwa karibu, isipokuwa wanapokuwa wamenitafuta kwa majukumu. Lakini nafasi chache sana nilizopata za kumkaribia, nimepata mambo mawili makubwa. Wakati fulani nilimuuliza, unafanyaje? Maana ni kimya, usipokuwa naye karibu hutajua kwamba ni mtu anayezungumza. Unafanyaje mpaka unaweza kufanya 1, 2, 3? Akaniambia, unamtumikia nani? Yule unayemtumikia anakulazimisha ufanye kwa tofauti. Na katika ule ukimya wake nikatazama vile ambavyo anatumika, nikaona ni maji. Unajua unapotazama maji yaliyotulia yenye kina kirefu, ndio maji yenye uwezo wa kubeba kusomba magogo mazito, kwa sababu yanaonekana kama hayana nguvu, lakini ndio maji yenye nguvu kuliko yale maji yenye kelele. Ndio aina ya maisha ya mchungaji Neema, maisha makimya yenye matokeo makubwa. Kwa jambo la kwanza kubwa sana ambalo nimelitamani kwenye maisha yake, nimejifunza kwake kama mchungaji na kiongozi mwanamke, ni uwezo wake wa kubalance maisha ya familia na maisha ya utumishi. Mara nyingi mchungaji Ray Sengenge anaposimama anasema, Neema ni rafiki yangu, tunaongea sana. Huwa anapenda kusema huwa tunaongea sana. Halafu unaangalia huyu mtu ambaye huwa anaongea sana na mume wake, lakini huku mtaani ni mkimya lakini mwenye matokeo makubwa. Ni lazima kuwe na balance ya kutosha. Ndicho ambacho nimejifunza kwa mtumishi wa Mungu huyu ambaye amepumzika. Lakini jambo la pili kubwa ni mwisho wake. Na mimi ninapozungumzia mwisho wake, siuzungumzii mwisho huu wa leo. Niliangalia namna yake alivyomaliza utumishi wake kama kiongozi wa WWK taifa. Ile transition yake ilikuwa na ukimya na utukufu. Alimaliza vizuri kwa heshima na kumwachia binti yake Tabita kijiti kwa heshima. Nimelitamani hilo, na mara zote nimetamani nikifika wakati wa kumaliza hiyo transition yangu isiwe na kelele. Wakati mwingine unapokuwa kiongozi mwanamke ni rahisi kelele zikakupoteza mwelekeo. Lakini nimejifunza kwa Neema kwamba unaweza kuwa kiongozi mwanamke mwenye nguvu, mkimya, mtulivu, na ukamaliza kwa heshima. Kwa nimependa mwendo wake, nguvu yake ya kutembea kama maji matulivu, yenye nguvu, yenye kuhamisha visivyohamishika. Lakini nimeupenda mwisho wake, kiongozi mwanamke aliyechagua kumaliza vizuri uongozi wake, na sasa kwa neema ya Mungu amemaliza vizuri safari yake ya utumishi. Mungu awabariki sana.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asante MC, lakini pia asante viongozi kwa kunikubali kuwakilisha katika siku hii ya leo. Naitwa Elesia Richard au kwa majina mengine naitwa Elesia Anyandwile Mwakisole. Na ni mkurugenzi wa jimbo la Tabora Kati, lakini pia ni mratibu wa kanda ya Magharibi. Nimekuwepo mahali hapa kwa ajili ya msiba wa rafiki yangu mpendwa na dada yangu Neema, lakini pia kwa ajili ya baba yangu Ray Singenge kwa jinsi ambavyo tumekuwa pamoja nao miaka mingi. Nimemfahamu huyu dada kama miaka 25 iliyopita. Na nimetumika pamoja naye miaka hiyo mingi. Lakini huyu dada alikuwa ni mshauri wangu mzuri mno. Na namshukuru Mungu kwamba hakuwa anachagua watu wa Dar es Salaam tu, lakini alikuwa ni mama wa watu wote. Mimi niko Tabora, lakini alikuwa ni mama wa watu wote. Nakumbuka miaka ya nyuma aliwahi kunikaribisha, akanipokea na baba. Baba naweza asikumbuke, lakini mimi nakumbuka. Wakanipokea vizuri, kipindi kile ndio tunaanza huduma, bado huduma changa. Wakanunua mashuka, yani nimejifunika mashuka, nimepata vitu vingi kutoka kwao. Kwa hiyo baba, Mungu awabariki sana. Ndio maana tunasema ni mama wa upendo, alikuwa anawapenda watu wote. Lakini kama haitoshi, kuna kipindi nilifiwa, nikapita hapa Dar es Salaam, akasema Elesia, usiondoke, nitakupa nauli ya kwenda Mbeya. Kweli yule mama akanikuta Ilala, akanipa nauli, nikaenda Mbeya kwa kishindo kikubwa kabisa kwa sababu ya upendo wa yule mama. Na hakuwa anafanya peke yake, lakini alikuwa anafanya na baba, kwa sababu hata baba alikuwepo. Na mwaka 2016 nilikuwa nimeuguza mwanangu wa kwanza. Yani maombi ya baba, maombi ya yule mama yalinitia moyo, akanishika mkono nilipokuwa nauguza kijana wangu wa kwanza. Ingawa Bwana alimchukua, lakini yale maombi yalinifanya nisimame imara na nitegemezwe kwa hayo. Lakini bado haitoshi, wakati naoza kijana wangu, bado mama yule hakuniacha. Alituma pesa nyingi kwa ajili ya kuwezesha harusi ile. Sijui niseme nini, lakini ukweli yule mama alikuwa ni mama wa watu wote. Lakini niingie kwa upande wa bodi yetu, wakati ule majimbo 20, mimi nilikuwepo kwenye bodi hiyo. Yani tumezitumia diary nyingi na biki nyingi kutoka kwenye nyumba ya familia ya Ray. Wale wakurugenzi tulioanza nao wanajua. Yani tulikuwa tunapokea, tukizipokea tunanyosha mikono, tunawaombea. Mimi najua ni kwa sababu ya upendo wao. Mungu awabariki sana 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 kwa kazi hiyo. Baba, tumekuombea. Hata tulipokuwa kwenye majimbo yetu tumekuombea mno, na bado mpaka sasa tunaombea baba, lakini tunaombea familia. Wakati niliposikia hivi nililia mpaka nikasema Mungu nisamee, nisije nikapitiliza. Lakini namshukuru Mungu kwamba Mungu ametuwezesha, ametutia nguvu na tuko mahali hapa. Tunamwamini Mungu aliyewafariji wengine ndiye anaweza kufariji hata sasa. Lakini asante kwa mkurugenzi kwamba uko mahali hapa mama, unatutia moyo. Asante kwa mwazini wetu, tumekuombea mama. Tunajua jinsi ambavyo inauma, lakini tumekuombea. Mungu awabariki. Asanteni wote mliokuja. Mungu awabariki sana. Asante kwa yote. Asante. Karibishe mwingine dada yetu Omega. Karibu sana dada Omega. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa dakika 2 na kama alivyosema mzee Mwameke, maisha ya mama alikuwa ni makubwa mno kuweza kuyaelezea kwa dakika 2, lakini nitajitahidi. Mimi nimekuja Dar es Salaam mwaka 2016 nikiwa nimekuja kuanza chuo. Na mara kwanza nimekuja kuanza chuo nilikuwa naabudu kanisa la pale Msewe. Lakini dadangu ambaye alikuwa amewahi kusoma chuo kabla yangu akaniambia, Omega, usipoenda kusali DIC mimi na wewe sio ndugu. Kwa hiyo kusema kweli nikasema nitapaangalia, na nitakapoenda kupaangalia, na ni kwa sababu nilikuja kugundua baba, I'm sorry, kwamba hata ile wisdom ambayo nilikuwa naiona kwa baba alikuwa na sehemu anaichota. Mama alikuwa ni mwanamke wa tofauti sana sana. Nakumbuka kuna siku nilikuwa, unajua tukiwa tumemaliza chuo, kwa nilikuwa nimemaliza chuo naelekea kazini, kuna sehemu ambapo nilikuwa najitolea. Na wanaonifahamu historia wamewahi kuisikia before. Nikiwa nipo kwenye mwendo kasi, unajua kuna zile shida kama hujawahi kuwa na shida hadi ukalia kwenye mwendo kasi, bado hujapitia.
Kwa hiyo nilikuwa nina changamoto imenibana. Nilikuwa nalia kwenye mwendo kasi. Muda naenda kazini. Ilikuwa ni saa 1 asubuhi. Mama akanipigia simu. Unajua ukiona simu ya mchungaji wako asubuhi na mapema lazima ushtuke nimefanya nini mimi. Kwa sababu sio shida ambayo nilikuwa nimeshare naye ama kuzungumza naye. Nilipoipokea ile simu, mama akaniambia, binti yangu Omega, nataka ujue kwamba Mungu anakupenda. Anakupenda sana, na kuna nyakati ambazo unakuwa unahisi kwamba Mungu amekuacha, ila nataka ujue kwamba yuko pamoja na wewe. Nilikuwa nalia mara ya kwanza, lakini baada ya hapo niliomboleza. Kwa sababu aliniambia nilikuwa nakuombea na nikasukumwa kukupigia simu. Maisha yangu yote ya DIC yalibadilika kwa sababu ya mama. Baba ni engineer, naomba nitoe mfano. Unajua tukiwa tunajenga nyumba, msingi unakuwa unachimbwa chini sana na unakuwa unawekwa mawe, unakuwa ni mzito. Msingi usipokuwa mzito, nyumba haiwezi ikawa imara. Lakini hatujawahi kuona msingi ukiwekewa marumaru au ukiwekewa mapambo. Na mama alikuwa ni msingi wa sisi wote. Wana DIC wote watakuwa mashahidi zangu. Unajua mimi najihisi kama nilikuwa nipo karibu na mama, lakini atakuja mwingine pia alikuwa karibu naye vile vile. Nashindwa kuelewa mama alikuwa anafanyaje. Kwa sababu mimi binafsi ni binti, nina nguvu na siwezi. Mama alikuwa ni msingi wa kanisa letu. Amechimbwa ndani sana. Alikuwa hapendi kufanya mambo yake mbele ya pazia ili aonekane, ili asifiwe. Alikuwa anafanya mambo mengi sana nyuma ya pazia. Naomba nitumie maneno kadhaa kutoka kwenye wimbo wa baba. Baba again, I'm sorry. Kuna wimbo ambao baba alimtungia mama na niliona kwamba haya maneno ni maneno ambayo yanamdefine mama. Kwenye wimbo baba anasema kwamba mama was her quiet strength. Na quiet strength it means ni ile nguvu ambayo imenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Mama alikuwa ni mtu huyo. Sio kwa baba tu, kwa ajili yetu sisi sote. Mama alikuwa anaweza akakupigia simu au akakutumia message kama, binti yangu nilikuwa nakuombea, kuna kitu ambacho unataka nikusaidie kukipeleka kwa Mungu. Na kila mama akiwa anakuombea anakuwekea na dedication ka wimbo. Actually dadangu ambaye kwa bahati mbaya sana ameshindwa kuwepo, amesema itabidi tutengeneze collection ya nyimbo zote ambazo mama alikuwa anatusomea, and I think that is just a good idea. Lakini kitu kingine baba unasema kwamba mama was a very beautiful spirit, na nadhani wote tuliopo mahali hapa tunakubaliana na hilo. Lakini kingine ni kwamba she is very gentle but very strong. Mtu akimwona mama atasema yule mama ni mpole sana. Lakini when it comes to mambo ya Mungu, mama alikuwa very very fierce. Very fierce. Watu wengi hapo watashuhudia kwamba mama alikuwa apende vitu vifanyike chini ya kiwango. Na kitu cha mwisho baba anasema kwamba you turned our trials into a song. Mimi binafsi mama ameniona katika nyakati zangu zote. Toka nikiwa niko shule, nimemaliza shule, kwenye nyakati zangu za kutafuta ajira, bado nikapitia changamoto za familia, na bado kipindi cha kupata mume, kupata mtoto. Maisha yangu yalikuwa naeka kidogo. Lakini katika hizo eka zote naweza nikasema kwamba mama alizibadilisha hizo eka kuwa wimbo mzuri sana. Mama hata kuja kuwa past tense, kwa sababu mama ataendelea kuishi mioyoni mwetu. Mungu awabariki. Tupige makofi mengi kwa ajili ya Bwana Yesu.